Hebu tuambie idea ya Anatuwazia Mema. Idea ya nyimbo ya Anatuwazia Mema. Bwana, mwaka jana nilikuwa na tukio kubwa sana kwenye maisha yangu. Maana yake nilikuwa nafanya harusi mwaka jana. Ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 9. Tarehe 27 mwezi wa 9. Ndio ilikuwa harusi itakiwa ifanyike hapo. Lakini ilikuwa ni siku yako ya kuzaliwa. Ilikuwa ni birthday yangu tarehe 27. Mimi nimezaliwa tarehe 27 mwezi wa 9. Kwa hiyo ilikuwa ni birthday yangu. Kwa hiyo nikapiga mahesabu kwamba Jumamosi hiyo tarehe 27 mwezi wa 9, kwa sababu ni Jumamosi na harusi nyingi zinafanyika Jumamosi. Nikasema okay, basi siku hiyo tokea mwanzo nikasema siku hiyo nitafanya siku ya harusi sasa. Kwa hiyo nikapata kibali mbele za Mungu, mbele za watu, mbele ya wazazi wenyewe wakakubaliana na hilo swala. Basi tukapitisha hiyo siku, lakini tukafanya kila kitu, mipango yote ikawa imekaa fresh. Maandalizi yakawa yamekaa poa. Unaona MC naye. Bwana MC alikuwa nishamlipa tayari. Kila kitu yani tulikuwa tumemaliza. MC alikuwa ni wa Moshi au Tanga? MC bwana alikuwa wa Tanga, alikuwa rafiki yangu sana. Bwana nilimchapa hela nzuri sana. Na alishtuka, nikamwambia mimi nafanya kama kazi. Naheshimu kitu ambacho nakifanya. Kweli. Kwa hiyo nikampatia hela, kila kitu nikamaliza. Unaona, lakini sasa mambo ya kamati kama yamekaa sawa. Sijui usafiri imekaa sawa, chakula, mambo. Bro, nilikuwa na suti 2 shaziweka sawa kwa ajili ya issue maalum. Bwana, tukaenda mwezi wa 5, mambo yakawa ni moto mwaka jana 2025. Okay. Maana yake mwezi wa 5 mambo yakawa hivi. Mwezi wa 6 mambo yakawa moto kwenye maandalizi yani. Okay. Mambo yakawa vizuri sana. Tukaenda mwezi wa 7 mambo yakawa vizuri zaidi. Wa 8, wa 9. Ilipofika tarehe 2 mwezi wa 9, basi yule binti ambaye alikuwa ni mchumba wangu sasa akapata shida ya kichwa. Kichwa kikawa kinamsumbua sana. Pata maumivu ya kichwa ya ghafla sana. Nakumbuka siku hiyo alienda tu kanisani akaniambia, "Ezra, kichwa kinanisumbua." Nikamwambia, "Kichwa kinakusumbua, basi fumba macho tuombe." Mimi nina imani kali sana. Wewe si mtoto wa mchungaji? Unajua na mimi mtoto wa mchungaji, nimepewa vitu fulani. Okay. Kwa hiyo nikamwombea. Nikamwombea, kaenda kanisani, kafanya mambo yake, karudi. Baadaye akaniambia kichwa kinanisumbua. Nikamwambia usijali, utapona, utakuwa salama. Baadaye kikatulia, tukajipa moyo kwamba kitakuwa lakini baadaye kidogo tena kikao kinazidi kumsumbua. Kwa hiyo ilimpa shida. Kwanza tarehe 2 alipata changamoto ya kichwa. Ilienda tarehe 3, tarehe 4, tarehe 5, tarehe 6. Hospitali bwana, tulimfikisha siku ile baada ya kuona, kwa sababu asubuhi alinipigia simu kama saa 2 asubuhi. Hiyo Jumapili. Ilikuwa ni siku ya Jumanne. Okay. Nakumbuka ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 9. Ilikuwa Jumanne, nakumbuka mpaka siku saa 2 asubuhi. Kwa hiyo ilipofika jioni tukampeleka hospitali. Sawa. Tukampeleka hospitali, fika hospitali pale akachekiwa, ikaonekana hana ugonjwa wote. Yuko sawa kabisa, vipimo vyote viko sawa. Sasa madaktari wakawa wanasema unajua ile kukisia wakasema labda alipata changamoto ya kitu kilimshtua sijui nini. Nikamwambia huyu yuko sawa kabisa, mimi namfahamu. Hakuna kitu kimemshtua wala nini. Wengine wakasema basi itakuwa pressure labda kwa sababu ya karibia na harusi nini. Lakini sasa yule alikuwa sawa kwa sababu kila kitu kilikuwa kimeshakaa sawa. Kila kitu kilikuwa kimekaa sawa. Na kwa upande wake alikuwa na mambo ya send off labda. Upande wake alikuwa mambo ya send off alikuwa amekaribia. Ilikuwa ni bado wiki moja tu wafanye send off. Okay. Kama wiki moja na nusu wafanye send off, alafu tuelekee kwenye masuala ya harusi moja kwa moja. Kwa hiyo akapata shida ya kichwa, baadaye baadaye wakasema yuko sawa madaktari. Sema okay sawa, kama yuko sawa, akawa anachomwa sindano za maumivu. Kwa sababu ya kichwa, maana kichwa kinamsumbua mpaka anashindwa kuzungumza. Okay, kwenye kuzungumzia issue za hospitali. Okay. Hamkuwaza labda kwenda zaidi kwenye uchunguzi labda CT scan vitu kama hivyo? Bwana nakumbuka tulimpiga CT scan ile usiku. Yaani ile tu siku ilipofika tukampiga, ilikuwa kitu kama 300 hivi. Akachekiwa, kichwa chote kiko sawa.
aliingizwa kwenye, mimi mwenyewe hata sijui ndugu yangu, nilifika tu pale akalala, kaingizwa hivi, kaingia ndani kule, kaka muda fulani, kaka mimi namuona, maana tuliingia kwenye chumba tulikuwa wawili tu, wengine wote walikuwa nje. Kaambiwa ingia, nika baadhi ya cheni akazitoa, nikawa nimemshikia, akaingia pale, kapigwa CT scan, katoka, majibu yakatoka, yuko sawa kabisa kila kitu. Na alikuwa akiumwa kichwa, apandishi homa labda, yani kichwa kikiuma yuko, yani huoni, hujui kama yu moto, homa imepanda imeshuka, yuko sawa, ila tu haongei. Naona mishipa, akiumwa kichwa haongei, mishipa imetoka. Anakusikia. Ukimwambia kitu anakusikia, akimwambia nenda pale anaenda. Kunywa maji anakunywa. Dawa kunywa anakunywa, ila kwa sababu ya maumivu ya kichwa akawa hawezi kuongea. Anasema akiongea kichwa kinazidi kumsumbua. Okay, nini ambacho sasa kilitokea? Bwana, baada ya hapo sasa tukawa tumeruhusiwa, akarudi nyumbani. Nakumbuka mamangu nilimpigia simu, mama alitoka nyumbani Tanga mpaka Moshi Kilimanjaro. Mama mchungaji aliacha kila kitu na huduma inaendelea kule na mzee. Akaja bwana. Alivyokuja huku akakaa naye siku ya kwanza, pili, kwa hiyo alikuwa yuko na mama pale sehemu ambapo alikuwepo. Kwa alikuwa anachoma sindano za maumivu. Sindano alikuwa anachoma, bro, akichomwa sindano na kama saa 2 tu anapona, anakuwa sawa, anaongea kila kitu. Lakini masaa 2 yakipita, kichwa kinazidi kuuma tena kama kawaida. Unaona, kwa hiyo ilikuwa inatupa shida. Kwa choma sindano maumivu ikiisha hivyo choza. Sasa baadaye zile dawa anahisi tukahisi kama zimeshamzoea sasa. Sasa mtu anachomwa azisaidii tena, kichwa bado kinauma. Ndugu zake wakaja wakamchukua kitu kama tarehe 10 na kitu hivi. Sasa hapo mimi ndo naenda kufanya event Tanga sasa mwezi wa 9. Kwa hiyo ulikuwa unapiga kwanza event alafu ndo unaendelea na harusi. Nipige event alafu ndo nipige harusi. Okay. Naona sasa kipindi anaumwa ndo ndugu zake wamemchukua. Ile chance ndo nikasema ngoja mimi nikafanya event kwa sababu nilishaiandaa tokea muda mrefu, tokea mwezi wa 6. Nakumbuka? Nikaenda nikafanya ile event. Niko kule narudi ndo nikaambiwa, mama akanielezea, akaniambia ndugu zake walikuja wakamchukua, wanaenda kumwangalia kule, waende kwenye hospitali fulani hivi, wakaangalia kwa daktari kwa na wanasemaje. Maana sasa huku tumeshazunguka hapo, zibaki kama wiki 2 hivi kama sikosei. Basi bwana, ilipofika tarehe 20 mwezi wa 9, ilikuwa Jumamosi, nimetoka zangu kwenye mazoezi hapo, piga zangu mazoezi kwa ajili ya Jumapili. Sasa piga mazoezi, nimetoka kama saa 4 usiku hivi, naelekea nyumbani. Nikapita maeneo fulani ya checkpoint pale Majengo. Fika pale nikachukua chakula pale, nakumbuka nilichukua na kuku. Nikachukua kuku, nikasema ngoja nikale kwanza, maana nilikuwa nina njaa sana. Sema ni ile nipige simu kule nyumbani nione anaendelea. Mimi nilikuwa nampigia simu kila siku. Ila hiyo Jumamosi tokea asubuhi napiga simu zangu hazikupokelewa na mtu yoyote. Kwa nikawa na wasiwasi sana. Hiyo usiku wasiwasi ulikuwa ni wa nini? Yaani wewe ulikuwa unahisi nini? Bwana mimi labda amezidiwa au labda ulikuwa wasiwasi ni wa nini? Unajua bwana, mtu ukishampenda alafu ukao na mazoea kupiga simu, ukaambia bwana anaendelea vizuri, ila tu hawezi kuongea kwa angalau inatia moyo. Lakini sasa siku nzima bro, asubuhi mpaka saa 2 usiku hakuna mtu anapokea simu yoyote. Nilikuwa nampigia, hakuna mtu anapokea simu. Kwa hiyo nikawa na wasiwasi, nikasema atakuwa anaendeleaje, atakuwa yuko wapi, au amezidiwa anashindwa kuniambia. Nikawa na wasiwasi sana. Basi niliporudi nyumbani, nilipochukua chakula pale narudi nyumbani, niko barabarani sasa, mdogo wake akanipigia simu. Mdogo wake alikuwa umezoeana naye? Mdogo wake nilikuwa namba yake nayo na nilikuwa nimezoeana naye kwa sababu alikuwa anakujaga Moshi. Na huko mtafuta siku hiyo? Siku nilimtafuta asubuhi lakini hakupokea simu. Bwana, sasa baada ya hapo niko narudi nyumbani sasa. Nyumbani hapo nikapigiwa simu na mdogo wake sasa. Akaniambia, "Alo Ezra?" Ezra, niko hapa. Habari? Salama tu, za wewe?" Sasa akasema, umepata taarifa?" Umepata taarifa Unajua bwana, jifunza kitu kizuri sana. Yaani unajua ukimpa mtu taarifa
ujue namna ya kuongea naye. Yaani ujue namna ya kuongea. Unajua unaweza kuongea na mtu alafu ukao tayari umeshampatia majibu. Okay. Sawa, hapo nimekupata sasa. Bwana ni mbaya sasa. Yule dada akaniambia, "Umepata taarifa?" Taarifa za nini? Taarifa za wapi? Akaniambia, "Bwana, mtu fulani." Akaniambia, nakumbuka aliniambia mtu fulani atunaye tena. Atunaye tena? Nikamuuliza ameenda wapi? Hapo ilikuwa ni labda ni yule hofu nini? Mpaka nifanye nauliza maswali ambayo unajua nilikuwa alichoniambia nilimuelewa. Lakini namna ya kupokea lile swala likawa ni tofauti. Unajua ndo maana sometimes tunaangaliaga movies ile. Unakuta mtu amepewa taarifa alafu anauliza kitu ambacho hakipo kabisa. Huyu jamaa ameelewa hajaelewa? Issue ni kwamba unaelewa, lakini sasa namna ya kupokea ile taarifa na mtu aliyekuambia. Okay. Amekwambiaje? Ananiambia tumepokea taarifa. Nikamwambia taarifa zipi? Mtu fulani atunaye tena. Nikamwambia ameenda wapi? Atunaye wewe si ndo ulikuwa unaenda kumwangalia kila siku? Ameenda wapi tena? Amekimbia. Akaniambia, "Bwana, mtu fulani amefariki." Ambaye ni mchumba wako sasa. Sasa ambaye ni mchumba wangu. Tunazungumza hapo ni Jumamosi ya tarehe 20 ambaye ilibidi nifanye mazoezi, nimalize mazoezi, nifanye ibada ya Jumapili, alafu Jumatatu tulikuwa tumepanga yeye aanze kwenda Tanga Jumatatu. Okay. Unaelewa? Alafu sasa hiyo tarehe 20 maana yake Jumamosi ijayo akishaenda Tanga Jumatatu, mambo yanaendelea kwenda, atafanya kila kitu Jumamosi tufanye harusi. Kwa hiyo ilikuwa bado siku 7 peke yake. Ni kama leo tu unazungumzia wiki ijayo siku kama leo. Sawa. Yeah. Kwa hiyo kaambiwa amefariki. Bwana nikaambiwa amefariki. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Michael. Yule jamaa alikuwa anaongea na simu. Sasa mimi ananiambia nilikuwa barabarani. Bro, nilikuwa nazungumza nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Michael. Okay. Sasa bwana yeye alikuwa anaongea na simu. Mimi nilikaa katikati ya barabara brother, na mfuko wangu una chakula na kuku. Yule jamaa ikabidi akate ile simu. Akanifuata. "Ezra vipi? Mbona umekaa chini? Kuna nini kinaendelea tena?" Nikamwambia, "Bro, hebu subiri, nipe kama sekunde 10 hivi. Kuna kitu nitakwambia." Sasa nashindwa kumwambia jamaa sababu alikuwa rafiki yangu na alikuwa anajua kila kitu. Na hapo sasa huyo rafiki yangu ndo alikuwa anakaa naye nyumbani. Unaelewa? Okay. Kwa sababu yeye kuna changamoto alipata, kwa ikabidi aje nyumbani kwangu. Mkastay naye. Yeah, nikawa niko naye pale. Kwa alikuwa anajua kila kitu. Akaniambia, "Sawa, hamna shida." "Nini kwani?" Akawa na wasiwasi. Akanipokea chakula kwanza. Akaniambia, "Nini shida?" Nikamwambia, "Bro, nimepewa taarifa hapa, mtu fulani amefariki. Hii tunazungumza mimi na wewe hapa sasa hivi ameshafariki." Yule jamaa akajua tu jamaa yuko sawa. Sasa yule jamaa naye akapata shida, naye ikabidi akae chini. Kwa wote tukao tumekaa chini. Mshtuko. Wote. Wana vituko rafiki, wote tumekaa chini. Jamaa ikabidi aite bodaboda. Bodaboda akaja akanichukua, kaniweka kwenye pikipiki, tukaenda nyumbani. Fika nyumbani sasa hapo ndo hapaeleweki. Sasa kumbe mimi nimeambiwa na kuna watu wameshaambiwa wengine. Simu zikaanza kupiga sasa kwangu. Okay. Unanipata piga simu kwangu. "Ezra vipi?" Sorry. Sasa simu zilikuwa nyingi, ikabidi nichukue simu niweke pembeni maana kuna rafiki zangu walikuja nyumbani pale. Wakachukua simu yangu wakasema, "Ezra ngoja tukae nayo hii simu tupokee ndugu yangu, utaweza?" Kaambia poa. Wakachukua simu yangu akawa anasaidia kupokea pale, kusema sehemu ambayo nipo nini. Basi nikakaa pale kidogo, marafiki zangu wakaja wengi sana, tukawa nao pale usiku. Baadhi ya washirika kanisani kwangu wakaja, tukawa tumetulia pale. Basi tukawa tunazungumza mawili matatu, lakini hapo ilikuwa moja haiendi, 2 haiendi, 3 lakini nikifikiria wiki ijayo njaa ilikata ile. Bro skula we. Okay. Nakulaje kwa alfajiri ilikuwaje baada ya kuamka siku ya pili yake ambayo ni Jumapili? Jumapili ilipofika kuna wale watu wa sababu rafiki zangu wengi sana wa kanisani. Okay.
wakaniambia tu bro, tunaenda kwenye huduma kanisani. Nikamwambia fresh, niende kwenye huduma, mimi niko hapa. Akaja pasta wangu na gari akanichukua, tukaenda kanisani, tukatulia. Akaniambia Ezra, usifanye chochote kwanza, hebu tulia kwanza. Kwa nikawa nimetulia ile siku ya Jumapili, nikisikilizia nini kitakachofuata baada ya hapo. Okay. Kwa hiyo mamangu akanipigia simu, akaniambia mimi niko Rombo kule. Rombo ndilikuwa ni kwao sasa. Anambia niko Rombo, huku ndo kwao. Mama alikuwa shajua. Mama alikuwa tayari kashapigiwa simu na yeye. Na yeye alikuwa Moshi akaenda Rombo. Yeye sasa alikuwa Moshi, alirudi Tanga kipindi kile ambacho wamemchukua. Okay. Kwa taarifa ilivyotokea, yeye alikuwa nyumbani Tanga. Naelewa sasa, mimi ndo nilikuwa bado Moshi. Kwa hiyo alitoka Tanga kaenda Rombo tena. Nenda Rombo huko mpakani sijui. Wakawa wametulia kule, wakatupa taarifa kwamba bwana, tutazika sehemu fulani, kitu fulani kitakuwa hivi, kitu kwa sababu ya taarifa tu. Basi ikawa hivyo. Jumapili, Jumatatu tukapata usafiri, tukaenda kuzika Jumanne. Siku ya tarehe 22. Tukaenda kuzika. Tulienda kuzika Lushoto, Tanga. Siku moja inaitwa Lushoto, milimani huko juu. Tukaenda tukazika kule jioni, tukamaliza. Tulivyomaliza, basi nikaambiwa sasa, Ezra, wewe kwa sababu unatakiwa upate utulivu, hebu nenda nyumbani kwanza. Kwa nikatoka Moshi nikaenda Tanga sasa. Kwa nilivyomaliza msiba tu nikaenda moja kwa moja Tanga. Kaenda kutulia pale mpaka siku ya tarehe 27 mwezi wa 9. Lakini anatuwazia mema ilitoka kabla ya tarehe 27. Lakini anatuwazia mema maana yake ilitoka mapema kabla, kwa sababu baada ya hapo sasa nilifika home. Naelewa sasa. Nilipofika home nyumbani pale, nimekaa nimerudi tu Jumanne, nimekaa ndani. Jumatano maana nilifika nyumbani nikawaambia naomba kwangu asiingie mtu pale. Nika nimefunga mlango. Maza alikuwa na wasiwasi sana hapo. Lazima wasiwasi uwepo. Bwana, mbona unajifungia mwanangu? Nini tena? Unataka kufanya nini wewe? I say. Ambia amna usiwazi, tuko salama kabisa. Kwao nikawa ndani. Sasa wakati niko ndani nafikiria, bro, nilijikuta ninafikiria vitu vikubwa ambavyo nahisi hata mimi vilikuwa vinaniumiza kichwa. Kwanza nikawa najiuliza, kwa nini kimetokea? Jua maswali ya kibinadamu yani. Kwa nini imetokea hivi? Bado hapo nahesabu siku. Kwa Jumanne nahesabu, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Kwa siku Jumamosi ndo harusi. Jumamosi ndo harusi. Nikawa najiuliza, kwa nini imetokea hivi sasa hivi? Kuna nini kimesababisha kitokee hivi? Unaona? Sasa wakati nimekaa na tafakari, nakumbuka siku birthday yake nilimfanyaga surprise, nilimchongeshea picha ile ambao kubwa ile picha nikawa nayo mimi. Kwa nikawa niko nayo. Kwa nikawa naangalia ile picha na najiuliza maswali mengi sana. Sasa wakati najiuliza ile maswali mengi, kuna sauti ndani yangu ikawa inaniambia, bro, hata kama umepitia hivi, bado Mungu anakuwazia mema. Naelewa sasa. Hiyo sauti ilikuwa inasema ndani yangu siku nzima bado Mungu anakuwazia mema. Kwa hiyo nilikuwa nikilala mimi naota tu anatuwazia mema. Sijui ndoto gani nilikuwa naota, lakini nilikuwa naota tu anatuwazia mema. Nikiamka asubuhi nasikia tu Mungu anakuwazia mema. Sasa hiyo idea ndo ikatokea hapo. Nikasema okay, anatuwazia mema. Mungu anatuwazia mema. Okay, sasa hii ngoja isiwe kwangu. Naomba mimi niiseme, lakini pia hii nyimbo mtu akisikia atajua kuwa Mungu anamwazia mema. Hata kama amepitia kitu gani hapo katikati. Okay. Mungu bado anamwazia mema. Kwa hiyo asikate tamaa. Aendelee tu kumuomba Mungu, kumwamini Mungu. Mungu atamfanyia jambo kubwa sana. Okay. Zaidi ya hilo. Kuna wakati ambao labda yes, unakufanya unaumia zaidi kuhusiana na kilichotokea kwenye maisha yako au mafunzo yote ambayo umejifunza? Okay, mimi unajua kama binadamu kuna vitu lazima utakuwa unafikiria. Ndio kweli. Kuna wakati ilinipa shida sana. Kipindi natoka Tanga sasa niko fresh. Kuna pasta anaitwa Pastor Humphrey yuko pale Majengo. Akaniambia, Ezra, twende Dar es Salaam.
Elewa. Sasa sikujua maana tulikuwa tunafanya interview mimi na wewe. Okay, yes. Yes, ukaniambia nimeenda Dar es Salaam mara moja. Ile sasa. Ile nilikuwa Dar sasa. Yeye ndo alinipigia simu. Akaniambia twende Dar. Nikamwambia tunaenda kufanya, akaniambia wewe twende tu. Kumbe akakuja kuniambia baadaye. Akaniambia baadaye ndo nikaja kugundua kwamba huyu bwana alihisi mimi bado siko sawa. Kwa hiyo alitaka niende sehemu nikatulize akili, nika refresh kwanza. Kwa hiyo tukaenda sehemu, akachukua hoteli, akanilipia kila kitu. Nikaa pale kama wiki moja hivi. Kama wiki moja kama sio wiki mbili. Okay. Nikakaa pale, alilipia yeye mwenyewe, afu akaniacha. Kwa mimi nikaa nakaa tu pale nakula na kunywa. Nashuka chini naogelea, napanda juu, nikamuuliza huku sasa tumekuja kufanya. Maana mimi najua yeye ni mtu wa seminar sana. Kwa akaniambia wewe kaa tu hapo, tukimaliza nitakwambia. Zimeisha zile wiki mbili. Tukarudi sasa Moshi. Akarudisha Moshi. Ndio akaniambia mimi nilikuchukua tuende ukarefresh. Sasa changamoto ilikuja nimerudi. Naelewa sasa? Nimerudi sasa. Yale mazingira ambayo nilitoka nayo mara ya kwanza kwenda sikurudi tena Moshi. Kwa hiyo narudi mara ya pili tena. Bro, kuna vitu nilikuwa nikiviwaza vinanipa changamoto. I see. Yani unajua ilitakiwa mimi sasa hivi hapa Moshi. Maana mimi nilikuwa na mipango yangu, unajua tena. Mipango labda mwezi wa 10 itakuwa hivi, mwezi wa 11 itakuwa hivi. Kwa hiyo unakuja kushangaa ile miezi inakukuta. Zile suti ziko wapi? Bado zile suti bro sikuzivaa. Ziko nyumbani mpaka sasa hivi naongea nawe. Ziko Tanga Moshi? Ziko Tanga. Nimeziweka juu hivi. Nimeziweka juu kwenye chumba cha mzee wangu. Hizi suti asivae mtu. Kabisa. Kabisa. Na ziko pale zinasubiri. Mimi nitazivaa. Tafadhali. Utafaa kwenye tukio gani Ezra? Matukio ni mengi sana. Kuna matukio hapa mbele, kuna matukio mengi sana. Mengi mno. Nitavaa tu zile zote. Zinanisubiri pale. Kuna kitu chochote ambacho umejifunza kutokana na maisha hayo ambayo umepitia au experience hiyo ngumu ambayo umeipitia? Mimi nimejifunza vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza kuwa kumbe kwenye maisha kuna mipango ya mwanadamu. Alafu katikati ya mipango ya mwanadamu kuna mipango ya Mungu. Okay. Naelewa. Kuna vitu vikitokea kwenye maisha yako unaweza kujikuta kama vile ni mtu ambaye umetengwa na mbingu. Yani mbingu imekutenga, Mungu amekutenga, malaika wamekutenga, watu wamekutenga. Yani unajihisi hichi kitu kilichotokea, sijui watu wananionaje au watu wananiangaliaje, watu wananichukuliaje. Unajiona ni mtu fulani wa huruma sana. Lakini nimekuja kugundua kwamba Mungu ana mipango yake. Kati ya mipango yako, Mungu ana mipango yake. Alafu mipango ya Mungu siku zote ni mizuri. Hata kama kutatokea kitu ambacho kitakufanya ujisikie vibaya, lakini kama ni mpango wa Mungu, maana yake itabidi ushukuru hata kama hujisikii kushukuru. Yani itabidi tushukuru. Ezra ana imani kubwa sana. Unajua ni kitu ambacho kwa mimi sina sijui hata nikisemeje, lakini ni kitu ambacho kuna namna mtu unaweza kuwa unarudi nyuma sana. Hasa kwenye mipango kama hiyo hapo, lakini pia kumbukumbu fulani hivi zinakuwa bado zinarejea. Kuna maisha kama hayo. Lakini pia ilikuchukua muda gani ambapo ukaona kabisa okay, mimi sasa niko sawa na nimekubaliana na kila kitu? Ukweli kabisa wa Mungu. Ukweli kabisa bila unafiki wowote. Mimi ilipofika tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, ombi langu moja kubwa sana ambalo lilinifanya nikamilia Mungu siku hiyo, siku ya mwaka unapinduka, nilimwambia Mungu, yaliyopita tuyaache yapite. Nikamwambia Mungu, haya mapya, yani huu mwaka unavyopinduka, maana yake yote haya nataka hayo mapya. Sasa nikamwambia Mungu, chochote ambacho kinanifanya nikiwaza kinirudishe nyuma mwaka jana, maana yake mwaka unaopinduka ninaomba kisipate nafasi kwenye moyo wangu. Okay. Naelewa. Kwa hiyo ukweli kabisa mimi nimekuwa sawa kiakili, kila kitu, na mambo mengine yanaenda vizuri. Kila kitu ni fresh. Kila kitu. Mwaka ulivyo tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026. Yaani huo ndio ukweli. Sawa.